nikamkosa. Nikaja, nikarudi tena huko kwa balozi tena. Nikasema mimi jamani leo silali bila kuona huyo mtoto kwa kweli. Balozi akaniambiaje? Unaona sasa mamao, saa hizi nishagonga saa ngapi? Saa 5, nenda kalale. Tutatafuta kesho. Kesho yake sasa tukawa tumeamka asubuhi, hiyo mama yake kwa ameshakuja. Nikaenda hapa kwa balozi. Nilienda kwa balozi. Akawasa mniambiaje? Nenda saa wapi? Polisi. Ukienda kwa polisi, ukitokako ndio tutafanyaje? Tutapika nini? Horomondo. Tukaenda. Tulivyoenda kule wakaambiwa nani masaa hayajafika, mrudi saa 2 ya usiku. Saa 2 tulikanyaga tukaenda polisi. Tukaenda na huyo mama yake yeye marehemu sasa. Kama ampewa karatasi, akaambiwa hivi, yani mtoto akipatikana labda karatasi tutarudisha. Tukawa tumrudi sasa tukaja. Siku zote hizo wa mtoto wakati amepotea tulikuwa tuuma tu tunafanyaje? Tunatafuta. Sasa amekuja kuonekana mtoto ameshakufa. Hili tukio limetokea nikiwa sipo karibu na familia yangu. Limetokea nikiwa mkoa wa Mbeya. Na nimeanza kusafiri baada ya kupata hili tukio. Ndio kufika kwangu leo. Huu mshangao unaoona nawe ndugu mtangazaji kama unavyoona, na mimi ndo nashangaa hivyo. Jua hilo sina mengi ya kuongeza ndugu mtangazaji, ninachokiomba serikali ijaribu kufanya ya kwake serikali. Maana serikali sio kipofu, naamini. Samia ni wa kwetu, serikali ni wa kwetu, na sisi ni wa kwake, naye ni wa kwetu. Mungu atatusaidia. Serikali endelee kutulinda. Na mimi amepotea mazingira hata julika. Kumpata ndio hivi. Kwa naye. Ndio jeshi la polisi lifanya kazi yake la kupeleleza. Kuna lazima kuna mtu ambaye alifanya uharibifu akampeleka kule yule mtoto. Aidha akiwa katika hali mbaya, na kwa alimpeleka kama kwenda kuficha ushahidi. Tumeshinda ni mtoto wa kike. Huwa tunaangalia vile kama kuna ishara za labda za kubakwa kufanyaje, lakini tumeshindwa hata kuna nini, maana nifunza kila mahali, mwili umeharibika kabisa. Fuvu la kichwa limetoka, limebaki ile mfupa kabisa wa kichwa. Kwa hiyo hata kama kuna kitu kilimpiga, uwezo kujua kilipiga wapi. Ila ni wazi kwamba kuna mauaji yalifanyika juu ya mtoto, sio kwamba alikufa kifo cha kawaida. Tangulia. Cha kwanza kabisa naomba amani, na cha pili naomba tuwe tunatoa taarifa kwa mambo haya yanapokuwa yanapatikana haya. Niwaombe sana. Na kweli tunaposema kwamba wahalifu wapo na wapo kweli. Wanaofanya vitendo vya ajabu tunao, ila hatuwajui. Nimalizie kusema tu kwamba ufuatiliaji utakuwepo na kweli watakamatwa tu, na mimi na amani ya kwamba aliyefanya kitendo hiki lazima akamatwe. Asanteni sana. Hivyo basi, kwa sababu tumepewa ruhusa ya kuendelea na taratibu zote za maziko ya mwili husika, kwa sababu ya mwili kuharibika hakiwezi kikafanyika chochote cha kiuchunguzi. Hivyo baadhi ya viashiria ambavyo vilikuwa vinatakiwa kupatikana imekuwa changamoto. Hivyo sasa tunarudishiwa utaratibu kama Nzengo, tuendelee na taratibu yetu, lakini kutokana na mwili ulivyoharibika tunastiri leo. Japo tutakaa na familia kujua ni sehemu gani na ni eneo gani ili tuweze kustiri, tumpumzishe, kwa sababu alipo ashaharibika hawezi akalala tena. Na hata hatuwezi tukatumia njia mbadala ya kumuhifadhi. Kwa hiyo kikubwa ni tufuate utaratibu kama Nzengo kupitia wanandugu ili tuweze kumstiri. Ya kwangu ni hayo, na tutaendelea na taratibu zingine kama Nzengo ili tuweze kulitamatisha hili jambo lililotupata katika mtaa wetu. Nashukuru sana na tuko pamoja pia.